anaostahili mwanafunzi. Ann Musungu, KTN, Nairobi. Bado tukisalia kwenye taarifa kuhusiana na matokeo hayo ni kwamba kati ya wanafunzi zaidi ya milioni 1 waliofanya tathmini ya kitaifa ya KJSEA, watahiniwa wa kiume walikuwa wengi. Hii ni kwa mujibu wa Waziri wa Elimu Julius Ogamba Migos. Kulingana na Ogamba, wanafunzi wa kike walifanya vyema katika masomo 10 kati ya masomo 12 yaliyotahiniwa kwenye tathmini hiyo. Winfrey Owino anaangazia takwimu za umri na usawa wa jinsia wa watahiniwa, huku wazazi wakiendelea kulalama kutokana na kutoelewa mtaala huo wa elimu. Watahiniwa wa darasa la kwanza chini ya mtaala mpya wa CBE wanapojiandaa kujiunga na shule ya upili, mazoea ya kusherehekea wanafunzi na shule bora kwenye mitihani haikuwepo. Waziri wa Elimu Julius Ogamba anasema kuwa wanafunzi wa kiume walikuwa wengi kwenye mtihani wa KJSEA, lakini wale wa kike walifanya vyema katika masomo 10 kati ya masomo 12 yaliyotahiniwa. Female learners outperformed male learners in the proportion meeting and exceeding expectations in 10 subjects out of the 12 subjects. The widest gender gap was observed in Kiswahili at 64.86% versus 51.41%. Ni kaunti ya Mombasa tu ndio ilipata usawa wa kijinsia, huku kaunti zingine 41 zikiandikisha watahiniwa wengi wa kiume kuliko wale wa kike. Hata hivyo, kaunti ya Isiolo, Nairobi na Samburu ziliandikisha wanafunzi wengi wa kike kuliko wa kiume. Kati ya wanafunzi zaidi ya milioni 1 waliotahiniwa, 56% walikuwa na umri unaostahili, 3% wakiwa na umri wa chini na wengine wakiwa na umri wa juu. Kaunti ya Kilifi iliandikisha idadi kubwa zaidi ya watahiniwa walio na zaidi ya miaka 16, ikifuatiwa na Kwale na Garissa. Vile vile, Baringo ilipata idadi kubwa zaidi ya wanafunzi walio na miaka ya chini ya 13, ikifuatiwa na Bomet na Marsabit. Haya ya kijiri, wazazi wa wanafunzi waliotahiniwa wanaendelea kulalama, wakisema hawaelewi namna mtaala huu unavyoendeshwa na kuibua maswali mseto. Sasa mimi ningependa serikali isaidie wazazi juu wengi wako kwa giza. Na tunasikia watoto wanachukuliwa mashule, hatuelewi. Hakuna chochote tunaelewa. So unapata mtoto wangu amefika pale, akapata kuna challenge kwa football. Yeye si mtu strong. So akapata football, inataka wase strong. Yeye ni mtu mwenye haezi enda kwa football. So ananiambia mama, naona kama nataka kuchange career. So swali yangu ni, amepelekwa hiyo shule. So what happens? Amepelekwa shule ya football. But now amefika huko amepata challenge. What happens to that? Winfrey Owino, KTN. Mchakato wa kuwachagulia